picha za maneno ni njia nzuri za kueleza hisia zetu. Kwa kweli tunazitumia kila wakati. Baadhi ya hizo ambazo ni maarufu hadi leo zinahusu masikio yetu, kusikia kwetu. Kwa mfano, tutazungumzia watu kuwa na mvuke ukitoka masikioni mwao. Kwa maneno mengine, wamekasirika na wako karibu kulipuka. Tunazungumzia wengine ambao wana masikio yao chini. Kweli hiyo haimaanishi wamelala chini au wanasikiliza wadudu, inamaanisha wanabaki na habari. Wakati mwingine tunaweza kugeuza hiyo picha ya maneno kuwa swali, kama nani ameshika sikio lako? Kwa kweli hiyo inamaanisha unamsikiliza nani? Na hiyo ndiyo hasa David anataka kutuuliza sote hapa katika Zaburi 36. Sasa katika sehemu ya kwanza ya Zaburi hii, David anaelezea watu ambao wameipa sikio lao sauti ya dhambi. Anaandika hapa katika mstari wa kwanza, dhambi inazungumza na waovu ndani kabisa ya moyo wake. Kweli dhambi hapa ni rejeleo la wasi wa maadili. Kwa hivyo wakati dhambi inakushika sikio, inazungumza ndani ya moyo wako. Unajua nini? Itakuongoza kuasi dhidi ya kile ambacho Mungu anasema ni sahihi kimaadili. Utaweza hata kujishawishi kwamba unajua zaidi kuliko Mungu kuhusu viwango vya maadili. Daudi anaendelea hapa katika mstari wa kwanza kusema, hakuna hofu ya Mungu mbele ya macho yake. Kwa maana anajipendekeza mwenyewe machoni pake, kwamba uovu wake hauwezi kugunduliwa. Kweli mtu mwovu hapa ni yule ambaye amejishawishi kwamba hafanyi chochote kibaya, kwamba Mungu hatakuja kumwajibisha. Watu wanaotoa sikio lao kwa dhambi huishia kusafiri kwenye njia ya giza, njia ya kukatishwa tamaa. Kwa kweli wanaishia kunywa kutoka kwenye madimbwi ya matope ya dhambi. Haitaridhisha kiu yao. Kwa kweli itawafanya tu wazunguke wakiwa na kiu, wakiwa tupu, wasioridhika. Sasa Daudi anaelezea mtu anayemsikiliza Bwana hapa katika mstari wa 9. Huyu ni mtu anayetembea si katika giza, bali katika nuru. Daudi anaandika, kwa maana kwako Bwana kuna chemchemi ya uzima. Bwana hatakupa dimbwi la matope kunywa. Yeye ni chemchemi inayoridhisha kiu yako. Daudi anaandika zaidi hapa katika mstari wa 9, katika nuru yako tunaona nuru. Daudi anatueleza kwamba ndani yake Bwana hatutaishi maisha ya giza. Hatujawa gizani. Tutakuwa na maisha yaliyojaa uwazi na nuru. Ushawahi kufikiria kuhusu ukweli kwamba miaka 1000 baada ya Daudi kuandika Zaburi hii, Yesu anachukua kifungu hiki na kukitumia kwake mwenyewe? Anasema katika Yohana sura ya 8, mimi ni nuru ya ulimwengu. Yeyote anifuataye hatatembea gizani, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa hivyo swali ni, unamsikiliza nani leo? Sawa, wacha nikuambie. Yeyote anayekusikiliza hatimaye hudhibiti jicho lako, mwishowe huongoza miguu yako na kuielekeza kuelekea giza au kuelekea nuru. Sasa Daudi anajua kwamba muumini atazungukwa na watu wanaokataa nuru. Kwa kweli, kusema ukweli, sehemu kubwa ya jamii ya binadamu hadi leo inatembea gizani. Kwa hivyo Zaburi inayofuata hapa inatukumbusha, kwanza kabisa, usikasirike na wale wanaochagua giza. Mara mbili hapa katika Zaburi 37, Daudi anamwambia muumini asifadhaike. Usifadhaike kwa sababu ya watenda maovu. Chini katika mstari wa 8, usifadhaike. Neno la Kiebrania kwa kufadhaika linamaanisha kuwaka au kuwa moto. Kwa maneno mengine, usikasirike na kusumbuliwa na uovu katika dunia yetu. Tegemea wenye dhambi. Kufanya dhambi, kukasirika juu ya wenye dhambi hakutawasha nuru. Kulaani giza hakutafanya dunia yetu ijazwe na nuru. Haitasuluhisha chochote. Itawafanya wenye dhambi kuwa maadui zako badala ya uwanja wako wa misheni. Na ndiyo maana Daudi anatukumbusha hapa katika mstari wa 3 kuendelea kumtumaini Bwana na kutenda mema. Hapa chini katika mstari wa 5, mkabidhi Bwana njia zako. Kwa maneno mengine, acha hukumu ya mwisho kwake, na wewe endelea tu kuzingatia kuangaza nuru ya ukweli wa Mungu
katika dunia yako yenye giza. Mkabidhi Bwana njia zako. Neno la kukabidhi hapa linamaanisha kimsingi kuviringisha. Sasa haongelei kuhusu kubonyeza kitufe cha snooze na kuviringika kitandani. Anaongelea kuhusu kuchukua mizigo yako na mahangaiko yako, yale mambo yanayokufanya utake kuhangaika na kuwa na hasira. Hapana, unaviringisha yote kwa Bwana. Mtume Petro anachukua wazo hili anapoandika, mtwikeni Bwana fadhaa zenu zote, mahangaiko yenu yote, kwa sababu yeye anawajali. Petro wa kwanza 5:7, viringisheni kwenye mabega mapana ya Bwana wenu. Daudi pia anatukumbusha hapa katika Zaburi 37 kwamba siku inakuja ambapo Mungu ataweka kila kitu sawa. Anaandika hapa katika mstari wa 10, kwa muda mfupi tu waovu hawatakuwepo tena. Ingawa utatazama kwa makini mahali pake, atakuwepo. Acha hilo likuingia akilini. Kwa muda mfupi tu waovu hawatakuwepo tena mahali pake. Neno hapa kwa mahali pake linamaanisha kituo chake, nafasi yake, mahali pake pa mamlaka. Unaweza kufikiria ofisi yake. Kwa hivyo anachosema hapa ni kwamba kuna siku inakuja ambapo waovu hawatakuwa tena ofisini. Hawataweza kuwa na nafasi za ushawishi hapa duniani. Sasa ni nini kitakachofanya mabadiliko haya? Daudi anatueleza kwamba kwa muda mfupi tu, mstari wa 11, wapole watairithi nchi na kufurahia amani tele. Sasa imepita miaka 3,000 tangu Daudi aandike kwamba kwa muda mfupi tu waovu watapoteza ofisi zao na wapole wataitawala dunia. Hiyo ni rejeleo kwa njia kwa ufalme ujao wa Yesu Masihi. Na unajiuliza, kweli kwa muda mfupi tu? Sawa, ninachoweza kukuambia ni kwamba muda mfupi tu sasa ni karibu zaidi kuliko ilivyokuwa miaka 3,000 iliyopita. Yesu ananukuu maandiko haya kwa njia katika Mathayo sura ya 5 aliposema, heri wapole, kwa maana watairithi dunia. Maneno yote mawili kwa upole, neno la Kiebrania lililotumiwa na Daudi hapa katika Zaburi 37 na neno la Kigiriki lililotumiwa na Yesu katika Mathayo sura ya 5, yote yanamaanisha kitu kimoja: unyenyekevu. Wapole ni wanyenyekevu. Wanyenyekevu watairithi dunia siku moja. Kwa njia, upole haumaanishi udhaifu. Tunafikiria hivyo leo, tunasema vema, mtu huyo ni mtu mpole. Hiyo kawaida inamaanisha yeye ni mtu wa kudharauliwa. Yeye anaweza kuwa anaogopa kivuli chake mwenyewe. Lakini katika Biblia, mtu mpole si mtu dhaifu, bali ni yule ambaye ni mnyenyekevu na mtiifu kwa Bwana. Na siku moja Yesu Kristo ataweka ufalme wake, na wale wanaomilikiwa naye watapewa nafasi, ofisi, cheo cha mamlaka kama wafuasi wa Kristo. Vema, unakuwa vipi mfuasi wa Kristo? Vema, itaonekana sana kama unyenyekevu. Inahitaji unyenyekevu kutubu na kukiri dhambi zako kwa Bwana. Na si ajabu kwangu kwamba Zaburi inayofuata, Zaburi 38, inatupa mfano wa kukiri kwa unyenyekevu. Sasa tayari tumejifunza Zaburi 2 nyingine zinazohusu kukiri, Zaburi sura ya 6 na Zaburi 32. Vema, hapa ipo tena. Sasa nimewahi kutaja hapo awali kanuni ya kurudia katika Biblia. Yaani Mungu anajirudia na anafanya hivyo kwa sababu ni jambo jema. Anafanya hivyo kwa sababu huenda tungempuuza, huenda tulikosa mara ya kwanza. Kwa hiyo iwapo tulikosa, Mungu anatupa tena kupitia ushuhuda wa Daudi, picha ya kukiri kwa kweli. Anamwambia Bwana hapa katika mstari wa 18, ninakiri uovu wangu, ninasikitika kwa dhambi yangu. Kukiri kwa kweli ni kukubali kwa unyenyekevu na ukweli. Hakuna visingizio. Unajua, hapana, basi shetani alinifanya nifanye hivyo, au nilikuwa na siku mbaya, au gari halikuanzisha, au hiyo haikuwa mimi kweli. Hapana. Ninaungama uovu wangu. Ninasikitika kwa dhambi yangu. Nikuambie wapendwa, kuna maneno 10 hapa ambayo tunahitaji kuwa wazuri katika kuyakariri katika maisha yetu wenyewe. Kwa hiyo niruhusu niyarudie tena. Ninakiri uovu wangu.
ninasikitika kwa dhambi yangu. Unajua kitu? Maneno haya 10 yanaweza kufungua milango ya neema, sio tu mbele ya Mungu, bali pia mbele ya watu wengine katika maisha yetu. Maneno 10. Haya maneno 10 yanaweza kujenga upya daraja lililobomolewa na dhambi. Maneno haya 10 yanaweza kurejesha uhusiano. Maneno haya 10 ya unyenyekevu yanaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yako. Na unapokuja kwa Yesu Kristo kwa ajili ya wokovu, unakiri dhambi zako kwake. Maneno haya 10 yanaweza kukuondoa katika ufalme wa giza na kukuleta katika ufalme wa nuru. Labda sasa hivi unahitaji kuanzisha uhusiano na Yesu kwa kusema maneno haya 10 kwake. Na ikiwa umesema maneno hayo 10 kwa Bwana na sasa unamilikiwa naye, basi labda unahitaji kusema maneno hayo 10 kwa mtu mwingine katika maisha yako leo. Basi hadi wakati mwingine, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.